Baba yetu, hakika Mungu umetukuka, mkono wako umekuwa pamoja nasi toka siku ile tulipoondoka madhabahuni kwako, na leo tena umetuita nyumbani kwako kwa sababu ya wema wako na ukarimu wako. Ni kwa sababu natuwazia mawazo mema kutupa tumaini siku zetu zijazo. Pokea sifa, heshima na utukufu kwa sababu umetukaribisha na wewe upo katikati yetu. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye yuko tayari kumhudumia kila aliyefungua moyo wake na kuhitaji kura kutoka kwako. Asante kwa sababu ya meza uliyoiandaa kwa ajili yetu mbele ya watesi wetu. Kikombe chako kitafurika juu yetu, kitajaa nafsini mwetu kwa sababu utakwenda kutulisha neno lako la uzima. Asante Bwana kwa sababu najua mazingira ya kila mmoja na kule anakotoka. Pokea sifa, heshima na utukufu. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Namna ya kufungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Namna ya kufungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Siku ile ya kwanza tumeanza kujifunza ujumbe huu. Tulikuwa tumeanza na kitabu cha Joshua sura ya 6. Sema Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya Israeli. Hakuna aliyeingia wala aliyetoka. Ilikuwa imefungwa kwa ajili ya Israeli. Hakuna aliyeingia wala aliyetoka kwa ajili ya Israeli. Nikasema kuna milango mingine ambayo imefungwa kwa ajili ya mtu, na kuna milango imefungwa kwa ajili yako. Mtu mwingine akitumia huo mlango anafanikiwa, lakini wewe ukijaribu hamna kitu unachopata. Kwa kuna milango ambayo wakati mwingine lazima upambane ndipo ifunguliwe, ndipo ifunguke. Israeli wao walizunguka tu mara 7 siku zile 7, na walipopiga kelele ukuta ukaanguka. Ziko staili nyingi za kuangusha kuta na milango ikafunguka, lakini tulikuwa tunajifunza mambo muhimu sana kwenye ujumbe huu. Ili milango ifunguke, nilisema yako mambo ya aina kama 3-4, lakini nilikuwa nimeanza kuzungumza machache, na nilizungumza juu ya maombi, kuzungumza juu ya sadaka. Lakini mwisho wiki iliyopita nilikuwa nimezungumza kanuni, na niligusa neno moja nikasema huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako yoyote yale ya kiroho na ya kimwili, na hasa kwa sababu tunapambana sana na mambo ya mwilini tukidhani kwamba rohoni tulishafanikiwa. Kwa wengi wanapambana sana na jitihada zao nyingi ni kwenye mambo ya mwilini. Waweze kufanikiwa katika mwili, lakini hakuna mafanikio yoyote mwanadamu anaweza kufanikiwa chini ya mbingu bila kuwepo na agano. Hii nawakumbusha tu, bila kuwepo nini? Agano. Ukitaka shetani akutajirishe lazima uwe na agano na shetani. Ukitaka Mungu akufanikishe lazima uwe na agano na Mungu. Nilisema hakuna Mungu yoyote, iwe miungu ambayo haikuumba mbingu na nchi, au Mungu Yehova aliyeumba mbingu na nchi, hakuna Mungu yoyote anayetoa bila yeye kupata. Hicho nataka kikae sana kwenye akili, kikae sana, kikae sana. Ukiona Mungu anakubariki, anatarajia kupata kitu kutoka kwako kupitia hizo baraka. Akiona akikupa ndo amepoteza, bora ampe mtu mwingine ambaye akimpa atapata.
wewe utabaki maskini mpaka utaondoka duniani. Narudia, hakuna Mungu yoyote anayetoa bila kusema yeye tena nipe. Sijui Kiswahili rahisi ni kipi. Ninaeleweka ninachozungumza? Yaani Mungu yoyote. Naweza wanazungumza na mtu ambaye anaabudu jiwe, ananisikiliza kwenye mitandao. Unaweza kuwa unaabudu makaburi, unanisikiliza kwenye mitandao. Unaweza kuwa unaabudu milima au miti mikubwa. Lakini sikiliza, kanuni ni moja. Hata hilo jiwe ambalo kama umeamua kuliabudu hilo, litataka kitu fulani kutoka kwako. Kwa nini? Kwa sababu hakuna Mungu anayetoa bila yeye kupata. Sasa nazungumza na watu ambao bado wana shida na sadaka. Kisema sadaka kwao ni tatizo. Hutakaa ufanikiwe kwenye maisha yako yote. Haleluya. Hatukienda kwa shetani, atakwambia ukitaka nimpe, nikupe, nipe. Sasa kule anaweza akataka mtoto. Mmenielewa? Kule anaweza kufanya nini? Akataka mtoto. Lakini kwa Mungu wetu sisi hataki mtoto, kwa sababu yeye alishamtoa mtoto. Lakini kwa shetani, kwa sababu hana mtoto wa kutoa, atataka mtoto, alafu akupe unachotaka. Ngoja nikupe kitu, nikwambie kitu, nikutolee ushuhuda mfupi kwa wageni. Wengine nilishasema hiki kitu. Miaka ya 98 nilikutana na mtu mmoja toka Njombe. Yeye alikuwa anafanya biashara ya kuuza bucha. Nataka nianze nikuchangamsha. Najua watu wanapenda shuhuda sana. Kuchangamsha kidogo kae vizuri. Haleluya. Yeye alikuwa anauza bucha, nyama. Na alipokuwa anauza mabucha akaenda kwa mganga. Siku alipokwenda kwa mganga mara ya kwanza Bagamoyo, akamwambia mganga, akasema lete jogoo mwekundu. Kwa hiyo wakapeleka jogoo mwekundu, wakamchinja yule jogoo, alafu akamchanja kwenye mikono, akachukua damu yake akachanganya na damu ya yule jogoo. Alafu akatengeneza dawa, akatengeneza hirizi. Hirizi moja ikakaa kwa mganga, hirizi nyingine akaondoka nayo. Kwa hirizi yenye damu ya kwake na ya kuku ilikaa kwa mganga, na yeye sehemu nyingine ya damu ya kuku na ya kwake akaondoka nayo kwenda kuweka chini ya mizani ile ya kupimia nyama. Akafanikiwa kwa kiwango fulani. Baada ya kufanikiwa, mapepo yakakamata biashara yake. Anachinja ng'ombe. Alikuwa anachinja ng'ombe wengi, akaongeza mtaji, ukaongezeka kwa ile kafara. Lakini kumbuka ni ya damu yake. Hajapewa bure. Ametoa nini? Damu yake na jogoo. Biashara ikasheki, ikayumba. Lakini kusudi ilikuwa ni kwamba aenda kaongeze nini? Agano. Akaenda kwa mganga. Mganga akamwambia, ukamchinje ng'ombe, alafu tunataka damu yake, alafu ng'ombe mzike mzima, mzike ng'ombe mzima. Hivi hapo ametoa hajatoa? Asa ukija kanisani ukisema sadaka, unajua unashangaa. Kanisa lina watu wasiokuwa na akili. Na kwa sababu ya upungufu wa ufahamu, huwezi kupenya, huwezi kufanikiwa. Akamchinja yule ng'ombe, wakachukua maini, wakachukua na vitu vya ndani yule ng'ombe na damu, wakamchinja yule ng'ombe. Akamwambia hivi, kwenye ile damu uchukue nywele zako na
kucha zako za mikono na miguu. Utatengeneza hirizi, utapeleka buchani, ukachimbie kwenye mlango wa bucha zako zote. Akafanya hivyo, akafanikiwa. Alafu shetani akatikisa. Niendelee kusema au niache hii? Ninazungumza nini? Tusihame kwenye kile na kufundisha. Hakuna Mungu yoyote anayetoa bila kufanyaje? Bila kupata. Na hayupo, hata ukimtafuta hutakaa umpate. Na utakapokuwa umemkosa Mungu ambaye anatoa bila yeye kutaka, utabaki maskini. So kila Mungu utakayemgusa atataka umpe, na yeye afanye nini? Akupe. Hebu mwangalie rafiki yako. Mwambie uko tayari kupewa lakini utoe. Biashara ikaenda. Sasa alichofanya ikawaje? Unajua, ikawa sasa yeye akawa anachinja ng'ombe kwa ajili ya mabucha yake, lakini ana ng'ombe wengine ambao anawauzia wafanyabiashara wenzake wengine wazima. Anapakia mabehewa kutoka Shinyanga, Mwanza, anauza. Akanaenda huko Songwe, akaenda wapi kule mikoani kusanya mifugo. Biashara ikasheki. Mnasikia? Biashara tena ikafanya nini? Ikatikiswa. Akaenda kwa mganga. Alivyokwenda Bagamoyo, akamwambia sasa tutakachokifanya, tunachimba kaburi, tunakuzika. Sikiliza vizuri. Akakubali, wakachimba kaburi, wakamvalisha sanda, wakamchanja, halafu wakamzika. Wakamtoa zile sanda, wakatengeneza hirizi. Akasema, nenda nyumbani na hii hirizi, lakini nitakutumia wajumbe wangu, watakuja, watakachokitaka uwape. Mbona naanza kufyonza? Umeelewa nini? Tunakutana na mambo mengi sana kwenye hizi huduma. Umeona? Alipokwenda akakaa kwa muda fulani, wakamtokea watu watatu. Wakasema, si tumetumwa tuje kukaa na wewe. Tutakachofanya, tutakuwa tunatembea na wewe, ukienda mnadani tutakuwa na wewe, tumetumwa. Kwa hiyo akienda mnadani, akipatana na mtu kununua mnyama kwa labda kwa milioni 5 au 3 au milioni 1 na kitu, kama wana ng'ombe 3 4, anapomlipa zile pesa, wale watu watatu, kuna Makata, Mauti na Subiani, badala ya kulipa milioni 4 analipa milioni 2.5 au 3. Yule anaona kama ziko milioni 4, lakini kumbe amepewa milioni 250 na 500,000. Siku moja sasa wakamwambia urudi tena kwenye kilinge. Akarudi kwa mganga, tunataka tufanye kitu. Akaenda, alipoenda akaandika, akamwambia andika herufi A to Z, and A B C D to Z. Si mnaelewa? Kitumia Kiswahili A E I O U, sije naendaje. Haleluya. Mwisho huko sije inakuaje. Lakini sikiliza, akaandika, halafu akasema, akampa mganga, akachoma, akaweka kwenye glasi, akakologa yale majivu, akamwambia kunywa, akanywa. Kwa akija akikutana mfanyabiashara ni Mgogo, ataongea Kigogo. Akienda kwa Mchaga ataongea Chaga. Akienda kwa Mjerumani ataongea Kijerumani. Akiongea kwa Mfaransa anaongea Kifaransa. Si raha hiyo? Raha Unaonaje hapo? Huhitaji kwenda shule
umepewa. Akarudi. Siku aliporudi wakaja wale watu watatu. Siku moja akiwa pale buchani, ana visu vyake vikali, anasimamia na vijana wake wako pale, wakamwambia wewe toka buchani, twende chumbani, tunataka tuongee na wewe chumbani. Majini wale. Wakaenda chumbani. Wakamwambia tunamtaka mama yako. Sikiliza sasa. Tunamtaka mama yako. Akakataa. Alikuwa anampenda sana mama yake. So mama yao ndio aliwalea, baba yao alifariki kawaacha bado wadogo. Kwa hiyo mama yao ndio kawalea, kawasomesha, nikafanya kila kitu mama yao. Sababu tunamtaka mama yako. Akagoma. Alikuwa na katoto kamoja ka kiume. Akamwambia kama umekataa tupe mwanao. Huyo wa kiume mmoja. Na ndo mmoja huyo, tupe mwanao. Akagoma. Akasema tunakuua. Umechukua vya kwetu. Akakumbuka kuokoka. Unisikilize vizuri. Alikumbukaje kuokoka? Siku ile walimwambia sasa umekataza mama yako, umekataza na mtoto wako, funga chumba. Wakamniga mapepo, tunakuua. Wakamwambia kimbia dukani, kanunue wembe mpya. Kaenda dukani kanunue wembe mpya. Funga mlango, akafunga mlango. Yaani kama amepagawa, amechanganyikiwa. Akamwambia kaabo. Sasa sikiliza, umekataza damu ya mama yako na damu ya mwanao. Tunataka damu yako. Toa kucha dole gumba. Kata dole gumba lako. Toa. Kucha lote litoke. Ukifanya mjelo tunakuua. Bora utupe damu ya kwenye dole gumba lako. Dole gumba lina tafsiri ya nguvu. Haleluya. Bila ganzi. Unajua bila ganzi analia, sema bado mpaka kucha lile likaisha kabisa. Damu ikatiririka. Wakanywa. Wakamwacha. Sema tutarudi tena kutaka kitu kingine. Si umekula vyetu, umetajirika, tutakuja tena. Sasa fikiria sasa. Hebu fikiria kwa sura hiyo ya miungu hiyo na kwa Mungu wetu Yesu Kristo. Kwetu si rahisi jamani. Mbona haufanyi? Kuna shida ya kufikiri. Kuna tatizo la akili. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Sasa akakumbuka kuokoka sasa. Ameokoka, anakimbia kwa wachungaji, omba na wewe. Kwa nini? Ameingia agano la damu ya kwake. Ametoa sadaka za damu za mbuzi, za ng'ombe mzima kumzika. Kwa hiyo ana agano na yale mashetani. Amechukua damu yake ya dole gumba, amefanya agano. Kwa hiyo sasa anakwenda kwa watumishi wa Mungu, anamuombea, yanasema hatukuacha. Vingine alikuwa amemeza hirizi zingine kama hayo maalfabeti amemeza yako ndani. Kwa hiyo wanaomba watumishi wa Mungu hayamwachi, kwa sababu yana agano na yeye. Nataka nizungumze. Huwezi kufanya agano na Mungu aliye hai, Jehova, agano likawa imara, ikiwa kuna agano la Mungu mwingine kati yako na huyo Mungu mwingine. Lazima uvunje agano ili ufanye nini? Agano. Kuna watu wana maagano na mashetani, lakini wao wanataka wapate upenyo kwenye mambo fulani. Sikiliza, agano la Mungu wa kweli huwa halishirikiani na agano la Mungu mwingine. Kwa nini? Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. Na kama unachanganya uko kanisa, imekula kwako. Sikiliza vizuri.
Ameombewa hawamwachii, ameombewa mwachii, yameshikilia. Na mali kwa sababu ameokoka sasa yakachukua zote, amekuwa maskini. Hata ile nauli ya kutoka kule kwao kuja Dar es Salaam huku ilikuwa kazi. Sikiliza vizuri hii kitu. Akaja omba siku ya kwanza, hamna kitu. Yanasema hatumwachiwi, ni wa kwetu. Lakini huyu ameumbwa na nyinyi. Hajaumbwa na sisi, lakini huyu ni wa kwetu. Sasa unajua ghafla kaanza kuongea Kijerumani, mimi sijui. Nikaambia sitaki kusikia hiyo lugha. Kaanza kuongea Kibosho, mimi sijui. Ameongea bara Kirusi. Unaona? Sasa nikaa najiuliza, Mungu, hii ni nini Mungu? Unataka kunifundisha kitu gani? Mtu huyu mmoja shule gani ameenda hizi lugha zote, ikasoma wapi? Roho wa Mungu akaniambia, huyu kuna kitu alikunywa, mwambie kwambie. Nikarudisha ufahamu, akamwambia pepo kaa pembeni, nataka kuongea na huyu. Kile Mungu ananiambia. Nikamwambia, wewe kuna kitu ulikunywa kwenye maji. Akasema ni kweli. Ulikunywa nini? Sema yule mganga katika zile zote alikuwa ameniambia mambo yote, lakini hicho mashetani yamefunga akili, hakusema. Maana walijua hiyo ndio siri ambayo imewafanya wamshikilie, pamoja na kwamba ananena ameokoka, hamna kitu. Akasema ni kweli, nilikuwa nimesahau. Nini? Siku moja mganga aliniambia niandike zile herufi zote. Nikanya. Na mimi nilikuwa naenda nikitaka kumpiga bomu Mjerumani, anipe tu kitu chochote. Mimi ofisi yote naingia na napata tenda. Naongea lugha ya kwao. Nikijua hawa ni Waarabu, naongea Kiarabu. Sasa nikafahamia, Mungu sasa nafanyaje hapo? Akaniambia, mwambie aende, Roho wa Mungu akaniambia, mwambie aende nyumbani akaandike zile namba. Kisha andika zile namba, ile karatasi iombe, aichome, halafu anywe. Kila namba, kila alfabeti itamtoa alfabeti mwenzake ya kwako. Kwa nikaomba na zile nani, akanywa. Alipokunywa akatapika karatasi kavu kabisa. Ile aliyoiandikaga anafikiri iliyeyuka, ilichomwa kwenye majivu, lakini haikuwa imechomwa, ilikuwa macho yake. Ikatoka karatasi kabisa. Na akaniambia, mchungaji, karatasi imetoka kama hivi. Nikamwambia ilete. Kuja kuomba tukaanza kusema, wewe uliyekaa kwenye herufi Q ondoka, pepo anatoka. Uliyekaa kwenye Z toka. Uliyekaa kwenye A, uliyekaa kwenye X, A to Z, wakaisha wote. Ni nzuri Lakini inahitaji kumsikiliza sana Mungu. Sio kitu rahisi kihivyo. Sasa nilikuwa naongea nini? Nilijaribu kutoa mfano huu ili ujue kwamba hakuna Mungu anayetoa bila kutaka yeye kupata. Hayupo. Na kama unamtafuta pako utakufa, ukiwa hata na miaka 90 utakaa umpate, ila utakufa maskini. Hebu nataka nizungumze juu ya hili jambo ambalo nataka kulisema, kwamba huwezi kufanya agano na Mungu aliye hai na hilo agano likawa imara kama bado una agano na Mungu mwingine. Lazima uvunje agano na Mungu mwingine. Na najua ninaongea na watu ambao inawezekana una agano la damu yako, ulitoa kwa mganga, ulikuwa unatafuta muujiza, ulikuwa unatafuta upenyo, badala ya kukupa mtaji akakwambia tukuchanje, alafu damu ukaiacha kule. Na shetani wakati mwingine huwa analazimisha maagano hata kama si kwa hiari yako. Ingawa hayo maagano huwa ni rahisi. Unaweza kulala asubuhi unakuta umechanjwa.
walichokuwa wanatafuta ni damu yako. Unakuta una chale ambazo hujui nani alikuchanja, lakini unaamka asubuhi ziko fresh, umechanjwa. Wanataka kuwa na agano na wewe. Kwa hiyo lazima, nakumbuka habari ya, nilikuwa nimesoma kile kitabu cha, hebu tusome turudie, niligusa tu kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 22. Nitaruka, nitakwenda mstari wa 24 mpaka 26. Mstari wa 22 nitasoma tena na ule mstari wa 24 na ule wa 26. Mstari wa 22 kitabu cha Kutoka sura ile ya 23. Biblia inasema hivi: lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Kabla hajawa mtesi wa watesi wako na adui wa maadui zako, kuna jambo anakuja kulisema kwenye mstari wa 24. Kanuni, anasema hivi: usiisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, ila usisujudie miungu mingine. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hebu tusome mstari 32. Usifanye maagano pamoja nao wala pamoja na miungu yao. Umeona, Mungu ameahidi kwamba atakuwa adui wa maadui zao, atakuwa mtesi wa wale wawatesao. Anasema usiabudu miungu yao wala usifanye agano nao, hapo kabla hajabariki chakula wala kutoa magonjwa kwenye maisha ya mtu. Anasema wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitenda mimi dhambi, kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hilo halikosi litakuwa ni tanzi kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Lakini tuangalie mfano mwingine unaofanana na hiki ninachokizungumza. Waamuzi sura ile ya 6 ambayo tunaifahamu wote karibu. Mstari wa 13 mpaka wa 16. Waamuzi. Sura ya 6 mstari wa 13 inazungumza habari ya Gideoni. Lakini nianzie mstari ule wa 15 na wa 16, anamalizaje? Anasema hivi: akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Alikuwa anazungumza historia ya familia yao, kwamba wao ni masikini, kwa asili wao ni masikini. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga wa Midian kama mtu mmoja. Sikia. Twende sasa mistari inayofuata. Mstari ule wa 25 mpaka ule wa 26. Mungu anamwambia kitu. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyo nayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtwae yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa.
kwa kuni za ile ashera uliyoikata. Sasa unaanza kuona hapa kitu. Ameahidi atakwenda kupiga wa Midiani, atamfanya kuwa mfalme, atamheshimisha, ataondoa umaskini ule wa kihistoria ambao unatawala maisha yao kina Manase kama ukoo. Lakini anasema hivi, vunja madhabahu ya baba yako aliyomjengea Baali. Kabla sijafanya hayo, vunja madhabahu ya baba yako aliyomjengea Baali. Nijengee madhabahu yangu, utoe na sadaka. Hapo hajaenda vitani. Mungu anataka kumheshimisha Gideon, lakini anaanza kwanza kumwambia kabla hayo hayajafanyika, vunja madhabahu. Manake vunja lile agano ambalo baba yako amefanya na miungu. Baada ya hapo, fanya agano na mimi. Manake jenga madhabahu, chinja yule ng'ombe. Manake anaanza kufanya agano na Gideon, ambalo agano lile liko kinyume na agano lililofanya baba yake na miungu Baali, ili sasa atoke kwenda vitani kubadilisha historia ya familia ya Yoash. Ukitaka kubadilisha historia ya familia yenu, kusiwe na agano na Mungu mwingine kati ya wewe na hiyo miungu. Ubaki na agano la Mungu aliye hai na wewe. Kwa kuna kazi ya kwanza, kuvunja agano na madhabahu zile zilizofanya agano na baba zako kule ulikotoka kwenye asili ya kwenu, au kama ulifanya mwenyewe, vunje hilo agano. Ndipo sasa utakapofanya imara agano kati yako na Mungu aliye hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Labda nizungumze kitu muhimu sana kitakusaidia kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kuongea hata vitu 1000, lakini kuna vitu ambavyo mtu akivishika vikakaa kwenye moyo wake, vitamjengea msingi imara utakaobadilisha maisha yake. Jambo la ambalo nataka kulizungumza hapa, nizungumze sababu chache za kuwepo maagano. Kwa nini maagano yapo? Kwa nini maagano yapo? Kwanza, kihistoria, agano ni ushahidi wa makubaliano ya uaminifu kati ya watu wawili, Mungu basi na mwanadamu. Haijalishi ni Mungu gani, lakini tuseme tu Mungu na mwanadamu. Hakuna Mungu yoyote anayefanya kazi na kiumbe anayeitwa mwanadamu au mtu bila kuwepo na agano. Hiyo sababu ya kwanza, lazima ujue hiyo. Hakuna Mungu anaweza kutembea akakupa vitu vyake bila kuwa na agano. Na ukisema agano tu kuna kutoa. Hey. Wangapi wanataka kuwa matajiri? Kama kanisa lote, wachache tu wanaotaka kuwa maskini. Hebu shusha mikono ni waone wanaotaka kuwa maskini. Wangapi wanataka kuwa maskini? Hebu nyosheni mikono. Hala? Mbona nimeona kuna wengine hawako kote kote. Una mashaka na swali langu? Wangapi wanataka kuwa matajiri? Biblia inasema utajiri na heshima viko kwangu. Kwani unafikiri ni kitu cha aibu, cha ajabu? Biblia inasema hivyo. Sikiliza nikwambie. Biblia inasema tutakopesha, hatutakopa. Haizungumzi kukopa mtaji. Kukopa robo kilo ya unga. Sawa, kukopa hata kisamvu. Kukopa bamia. Kukopa matembele. Maana yake nini? Hakuna mtu anayemcha Mungu wa kweli ana agano na Mungu asifanikiwe. Sasa unajua, tunapokopa mtaji kwa ajili ya biashara, kwanza lazima ujue hivi. Kuna watu wanahubiri injili zilizokufa. Kwanza lazima ujue hivi. Lazima ufahamu hiki kitu. Kama kuna mabenki yanayokopesha katika nchi hii,
serikali labda zina mabenki. Hizo fedha ni za kila raia aliyezaliwa katika hiyo nchi. Ila zimetunzwa pamoja. Anayeweza kuzitumia kubadilisha maisha yake anaenda kuchukua, anatumia, anabadilisha maisha yake, alafu anazirudisha na wengine nao wachukue wazitumie, kwa sababu serikali haiwezi kugawa hela. Sasa kukopesha kunakozungumzwa kwenye Biblia ni ile kwenda, naomba tafadhali na kamfuko, naomba robo kilo ya mchele wanangu angalau leo wakapata chakulalia. Hiyo ndo inakataza. Au unakopa ukanunue wiji, inakataza. Potelea mbali. Alafu unaweza kushangaa mtu ana wiji la shilingi 700,000 alafu sadaka anatoa 200. Nafikiri Mungu anaipenda hiyo? Wewe unatembeza wiji kichwani 700,000 alafu kwenda kanisani 200 unadondosha. Bahati mbaya alafu tena nafikiri sijui wa kwetu tu wa kwangu wakilala wanayatoaga. Kama lina maana kwa nini unalitoa? Mbona hizo nywele za kwako huzitoi ukalala na pembeni baadaye uzivae? Lazima ufikiri vizuri. Hello? Ngoja nikwambie kitu hiki. Agano liliwekwa ili pande mbili ziwe zinaliangalia kama ishara ya uaminifu kati ya Mungu na mtu. Hizo ni sababu za kwanza za msingi kabisa. Ukilivunja agano umevunja uhusiano. Kwa hiyo agano ni kiambatanisho cha makubaliano ya kutembea pamoja kati ya Mungu na mwanadamu. Haleluya. Na sababu nyingine inaweza kuwa ya pili sasa. Agano limewekwa ili mtu dhaifu atake msaada kwa mwenye nguvu. Ni njia ya kuomba msaada kwa mwenye nguvu au kwa mwenye uwezo. Ndio maana kunakuwa na agano. Sasa kwa sababu Mungu ana nguvu kuliko sisi na ana kila kitu kuliko sisi, tunafanya agano ili kupata msaada. Na agano sasa linatulazimisha kuwa waaminifu kwenye eneo fulani, tuwajibike kwenye eneo fulani, na yeye Mungu awajibike kwenye mambo fulani. Kwa hiyo usipowajibika kwenye eneo ambalo Mungu anataka uwajibike wewe, na yeye Mungu hawajibiki kwenye eneo unalotaka kusaidia. Ndio maana kuna agano. Na agano kuna kutoa. Sasa sikia, kama Mungu anataka utoe sadaka, ukamnyima sadaka, anakunyima unachotaka afanye. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio mwaminifu. Lakini pia sababu nyingine ya agano humsaidia mtu asiye na kitu kutaka msaada kwa aliye nacho. Ni namna ya kutengeneza uhusiano wa yeye aliye nacho kwa sababu ya agano akupe wewe ambaye huna, lakini atataka kidogo ulicho nacho. Na ndio maana Yesu alisema yeye kwa lugha rahisi sana, aliye na kitu atapewa na kuongezewa kitu. Asiyekuwa na kitu ananyang'anywa hata alicho nacho kidogo. Yaani Mungu anataka hicho ulicho kidogo. Ukiona kidogo halafu ukamkatalia kwa sababu ni kidogo, ukaorodhesha mahitaji yako na ukamwambia kwamba hata mahitaji yangu hiki nilicho nacho haitoshi, hakitoshi kumaliza mahitaji yangu, kwa sio Mungu sikupi, anasema na hicho kidogo ninachukua. Ndio unakuta ulikuwa na katoyo kamoja kanagongwa na treni au na samtera. Hello? Tuko pamoja? Hii ni kanuni ya kuomba msaada kwa aliye na kitu.
ili akupe lazima kuwe na agano. Kwamba ninakupa lakini lazima tufanye nini? Agano. Katika ili agano mimi nitakupa lakini na wewe fanya hivi. Manake lete ulicho nacho na mimi nikupe nilivyo navyo. Utanipa kidogo ulicho nacho, mimi nitakupa vingi usivyokuwa navyo. Maana yake agano ni mlango wa mhitaji kupata kibali kwa mwenye vitu ili aweze kupewa asichokuwa nacho. Aliye dhaifu pia, sababu nyingine, aliye dhaifu, agano, hili ni agano. Sababu nyingine ya agano, aliye dhaifu, agano humfanya aliye dhaifu kuwa mtumwa wa mwenye nguvu. Kwa sababu agano humshikilia mtu na kumtiisha chini ya mtu mwenye nguvu, hata kama yeye hapendi. Ndio maana mashetani yakishaingia agano na mtu yanamfanya kuwa mtumwa. Kwa hiyo atatii bila kupenda. Agano humfanya mtu dhaifu kuwa mtumwa kwa mtu mwenye uwezo, hata kama hapendi. Agano linamfanya awe mtumwa. Ndio maana unaweza kukuta haupendi kushambuliwa pepo, upendi wakae kwenye mwili wako, lakini wanakushikilia kwa sababu wana agano na wewe, wanakufanya mtumwa. Unaweza kuwa mtumwa wa tabia fulani, mtumwa wa hali fulani, mtumwa wa huzuni, mtumwa wa uchungu, mtumwa wa hasira, mtumwa wa wivu. Hutaki, wamekushika. Kuna agano. Methali 22:7. Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala maskini. Agano linamfanya mtu kuwa asiyekuwa na kitu kuwa mtumwa wa mwenye kitu. Sasa lile agano linamfungamanisha. Sio hapa izungumzi mshahara hapo, linazungumza juu ya utumwa. Agano. Ajira sio agano. Kwa hiyo nikwambie kitu, watu wanashindwa kutofautisha. Ajira sio agano. Ajira ni mkataba. Si mnapewaga walioajiriwa, si mnapewaga barua ya kuajiri? Mkataba ni mkataba. Mkataba ni dira ya wazi ya kwamba aliyekuajiri atakulipa kitu fulani, lakini na wewe uliyeajiriwa utawajibika kwenye 1, 2, 3. Unaweza kufukuzwa kwenye ajira kwa sababu umekosea kwenye masharti ya mkataba wa ajira. Kama uliambiwa ufike saa 1:30 kazini, hakikisha saa 1:25 wewe uko wapi? Uko kazini. Okay. Ukifika saa 1:32 wewe umefanyaje? Umechelewa. Lakini kanisani, je, kwenye mkataba wetu? Sikiliza vizuri hapa. Kwa nini unajua agano linasimama kama utumwa? Kwa sababu kila agano huwa lina kusudi la kumfanya mtu kuwa mtu wa aina fulani na wa hali fulani. Inategemea na Mungu aliyefanya naye mkataba hilo agano. Kwa sababu kila agano hutengeneza mtu wa aina fulani. Kama kuna agano la umaskini, basi unakuwa maskini. Ili utoke kwenye umaskini lazima uvunje agano na huyo Mungu ambaye anasababisha wewe uwe na hiyo hali. Kwa sababu kila agano linatengeneza familia ya aina fulani, ukoo watu wa aina fulani. Ndio unaweza kukuta kwamba umezaliwa kwenye familia ambayo wote ni maskini, hakuna kusaidia mwenzake. Sasa unataka kuwa wewe wa tofauti na wenzako kwenye ukoo. Huwezi kuwa tofauti na wenzako ikiwa na wewe bado umefungwa na lile agano ambalo ndugu zako wamefungwa nalo pia. Ili wewe utoke. Ndio maana unaona Gideon anasema nyinyi ni maskini na mnakaa mmejificha. Sasa vunja ile madhabahu, jenga madhabahu nyingine, toa sadaka juu ya hiyo madhabahu nyingine, halafu ndipo uende kupigana vita. Ubadilishe historia ya familia ya Manase. Kwa nini? Cha kwanza, vunja agano.
Kwa nini? Kwa sababu agano hutengeneza mfumo wa maisha ya watu kuwa wana maisha ya aina fulani wote. Kuanzia bibi, babu, shangazi, mjomba, nani, wote wanakuwa na maisha ya namna fulani. Lakini ukiangalia sasa kilichowafunga pale, kuna agano na Mungu fulani ambayo yeye amewafanya wawe hivyo. Na hawawezi kufurukuta wakatoka ikiwa agano bado lipo. Atakaye penya ni yule atakayevunja lile agano, anachomoka. Na usifikiri utavunja siku moja, kuna nilishavunja. Unaweza kukuta kuna mbinu zingine za kurenew agano na wewe usijue. Paswa uwe mfuatiliaji. Haleluya. Turudi kwenye ile Ezekieli ambayo nilikuonyesha Jumapili, nikuonyeshe kitu hapo. Ezekieli sura ya 17. Ezekieli 17 mstari wa 7 mpaka ule wa 14. Ezekieli 17 mstari wa 7 mpaka 14. Haleluya. Kulikuwa na tai mwingine mkubwa mwenye mabawa makubwa na manyoya mengi, na tazama mzabibu huo ukapinda mizizi yake imwelekee yeye, ukachipuza matawi yake yamwelekee yeye toka matuta yake ulipopandwa, ili yeye apate kuunywesha. Sikiliza vizuri hapo. Hao wamejiunganisha na chemichemi kama mzabibu. Ulikuwa umepandwa katika udongo mwema kando ya maji mengi, upate kutoa matawi na kuzaa matunda, uwe mzabibu mzuri. Basi nena wewe Bwana Mungu asema hivi, je, huo utafanikiwa? Yeye ataing'oa mizizi yake na kuyakata matunda yake, ili ukauke kwa majani mabichi yake yote yachipukayo yakauke. Hata ikiwa hana nguvu nyingi wala watu wengi wa kuung'oa na mizizi yake. Naam, tazama, ingawa umepandwa, je, utafanikiwa? Hautakauka kabisa. Upepo wa mashariki utakapoupiga, naam, utakauka katika matuta hapo ulipopandwa. Tena neno la Bwana likanijia kusema, waambie. Sasa anaanza kueleza nini kimetokea mpaka huo mzabibu ukatwe, unyauke, ukauke. Walikuwa wamestawi, wamefanikiwa. Hao wanaozungumza hapa ni Israeli. Nini kimetokea sasa? Anaanza kusema, waambie sasa nyumba hii iliyoasi, hamjui maana ya mambo haya? Yani hamjui kwa nini haya yamewapata? Anaanza kuambia, waambie, tazama, mfalme wa Babeli alifika Yerusalemu, akamtwaa mfalme wake na wakuu wake, akawachukua pamoja naye mpaka Babeli. Akawatwaa baadhi ya wazao wa kifalme, kisha akafanya agano naye, akamwapisha, akawaondoa watu wa nchi wenye nguvu, ili ufalme huo uwe duni, usijiinue, lakini usimame kwa kulishika agano lake. Ngoja nieleze vizuri ikusaidie kuelewa. Anaonyesha hawa watu walipokuwa na agano na Mungu wao, Mungu wa kweli. Anazungumza Mungu aliwatoa Israeli Misri kama tai aliyewabeba akawaleta Kanani. Anafananisha mfano wa tai kawabeba, alafu wana wafananisha kama mzabibu. Hata Yesu alipokuwa anatoa mfano, alitoa mfano sema, mimi ni mzabibu na baba yangu ni nani? Ni mkulima. Nyinyi ni matawi. Kama vile tawi silozaa haliwezi kuendelea kukaa kwenye shina mzabibu, hukatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumza hawa alikuwa ni Israeli. Sasa anasema kwamba Mungu aliwachukua kama vile tai aliyewanyakua
katika ile dhiki waliokuwa nayo kule Misri, akawaleta Kanani Misri, kutoka Misri, wakawa wamewekwa kwenye nchi iliyojaa asali na maziwa. Biblia inasema lakini kikatokea wakaasi. Anasema waambie nyumba iliyoasi, wakaasi agano lao na nani? Na Mungu wa kweli. Na Biblia inasema hilo jambo likawa mlango uliomfanya mfalme wa Babeli akaja kuwateka, akawapiga, akawateka. Na alichokifanya alipowapeleka Babeli, alimchukua mfalme. Anaweza kuwa alichukua babu yako au bibi yako au shangazi au babu au baba kwenye ukoo, akamteka. Ibilisi akamteka. Biblia inasema alipofanikiwa kuwateka, alichukua uzao wao, chukua mfalme na wakuu na watu wenye nguvu. Biblia inasema hivi, alichofanya akafanya agano nao ili ufalme wao au familia hizo ziwe duni, zilitumikie agano lake, wawe watumwa wake mfalme wa Babeli. Biblia inasema kwamba alipowachukua alijua wana agano na Mungu wao, ingawa wameasi, ili sasa wawe watumwa na ufalme wao uwe dhaifu. Alichojua ni kufanya agano nao. Anajua akifanya agano nao, Mungu hatakuwa na nafasi tena juu yao. Kwa nini? Kwa sababu kuna agano na Mungu mwingine. Kama ambavyo ukiwa imara kwenye agano lako na Mungu aliye hai, mapepo hawawezi kuwa na nguvu juu yako, kwa sababu kitu chochote ambacho wanataka kukifanya ili wawe na nguvu kwako, wanaangalia kwanza nini? Agano. Wakiona hakuna agano, hawana haki juu yako, lazima wakuachie. Na Mungu ni hivyo hivyo. Ukimuita halafu akakuta una agano na Mungu mwingine, hashiriki kwenye taabu yako, hashiriki kwenye shida yako. Na hata kishiriki, mashetani wanadai kwa haki kwamba huyu ni wa kwetu. Sasa unaweza kuuliza, usema mlimuumba nyinyi? Hapana, hatujamuumba. Sasa kwa nini mnasema ni wa kwenu? Tuna agano na yeye. Alifanya wapi hilo agano? Hakufanya yeye, baba yake alifanya. Na hapa kwenye Ezekiel anasema alifanya mfalme na wakuu wa zile koo, zile kabila, na uzao wa waliokuwa na ufahamu wakati huo wakiwa vijana. Kufanya agano nao ili nao watakapozaa watoto wao, watoto wawe chini ya nini? Ya agano. Ufalme wao usiwe na nguvu. Kwa nini? Unajua vizazi ambavyo vingeachiwa kijiti cha ufalme vikiwa kwenye agano, hawawezi kukaa kwenye kiti cha ufalme wawe na mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu kuna agano lililotawala maisha yao na kuwafanya wao wawe duni. Kama baba yako alifanya agano au babu yako alifanya agano ambalo limetengeneza maisha au mfumo wa ukoo maskini, au ukoo ambao unaumwa kansa, au ukoo ambao wanakufa akiwa vijana, nataka niseme hivi, uwe unanena kwa lugha, kama hujavunja hilo agano, kifo kinakusubiri cha miaka 50. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima utakuwa kwenye mfumo. Unajua kinachosababisha na wewe uwe humo havina uhusiano na wokovu wako wewe. Wokovu wako ni kwa ajili ya roho yako wewe, lakini kuishi sio roho tu, kuishi ni pamoja na mwili na nafsi. Sasa kwenye nafsi na mwili kuna agano la mashetani, kwa hiyo wana mamlaka. Kilichobaki huru inakuwa ni roho yako tu, kwa sababu umeokoka, umetubu dhambi. Lakini mwili bado una mateka, kwa sababu mwili haukutoka kwenye roho. Mwili wenyewe ni udongo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye mwili kuna damu. Sasa unajua kwenye damu, unakuta damu yako iko kwenye kaburi ambalo mganga alizika. Au basi damu ya yule ambaye alikutoa kwenye viuno vyake, damu yake ambayo ndio damu yako, DNA yake iko kwenye shimo ilizikwa. Kwa hiyo DNA zote ambazo zinazaliwa kutoka kwenye hicho kiuno ziko kwenye kaburi.
Wangapi wananielewa? Funga Biblia yako, simama. Tutakuja kuendelea Jumapili. Na hisi nisiyapeleka ya mambo haraka. Au unasemaje? Sihitaji kukimbia. Na Mungu ananiambia kuna watu wanakwenda kuvuka. Kuna mtu anakwenda kutoka. Kuna mtu anakwenda kutoka. Glory to God. Kuna mtu anakwenda kuvuka hapa. Kuna kihunzi Mungu anakwenda kukikata. Alafu watu watakwenda wanakimbia kama mshale. Mambo yaliyochelewa yanakwenda kuwa mepesi, yanakwenda kutimia. Maombi yaliyosahaulika kwa sababu yalikaa siku 21 pale kwenye ulimwengu wa roho, kwenye lile anga, mapepo yaliyoshikilia maombi yako yanakwenda kuachia kwa sababu agano halitakuwepo tena. Weka vitu vyako, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kuna kitu wakati ninakufundisha umeshtuka. Kuna kitu umeshtuka. Kuna kitu umeshtuka. Kuna mtu baada wakati nafundisha akili yake ilifunguka ghafla, akakumbuka vitu ambavyo alikuwa amesahau miaka mingi. Mwingine akakumbuka paka kule jumbani alikotoka akiwa wadogo, kuna vitu walikuwa wanavifanya vya kiagano kwenye familia yao. Hilo agano limekushika. Limekushika. Kwenye ulimwengu wa roho sio lazima uyaishi maisha yako. Unaweza kuyaishi maisha ya bibi au maisha ya babu. Na ukafikiri ni wewe unaishi, kumbe babu anaishi. Nyosha mikono yako juu. Jesus. Sema Bwana Yesu, sitaki kuishi na maagano mawili. Nataka kuliishi agano lako ulilolifanya kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Nataka kuliishi agano lako lililopatikana kupitia mti wa msalaba. Sikia wewe adui uliyeshikilia maisha yangu kwa ajili ya lile agano lililofanywa na watu wa ukoo wangu. Huna mamlaka juu yangu. Ufahamu wangu uliokuwa umeufunga sasa umeelewa. Hutakuwa na nguvu juu yangu, na sitaishi kwenye mfumo mlioufanya nyinyi kwa ajili ya ukoo wa baba yangu na ukoo wa mama yangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Mashetani mliokuwa mmemshikilia kwa ajili ya lile agano lililotengeneza mfumo anaouishi, ninawaamuru mkimbie haraka sana. Kimbieni haraka sana. Mmesikia alichokikiri kwa kinywa chake. Amekataa agano lenu. Amelikataa agano lenu. Amelikataa agano lenu. Amelikataa agano lenu. Kwa jina la Yesu Kristo, amelikataa agano lenu. Mfumo wa maisha mliojenga kwenye maisha yake, na ufumua leo, na ufumua. Na ufumua. Na ufumua. Kuanzia afya yake, kazi za mikono yake, uchumi na uzao wake, ninafumua. Ninaharibu. Ninatangaza uhuru. Hatakaa kwenye huo mfumo tena. 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 Hatakaa kwenye huo mfumo. Kuanzia leo, 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 kuanzia leo. Malango mliomfungia ninayafungua. Nafungua malango mliomfungia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nafungua malango mliomfungia karaba sekei kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth.
Tulia, nasikia nguvu ya Mungu inapita, sio ya kawaida. Hatujafikia kile kiini, lakini kuna kitu Mungu anataka kufanya. Kuna mzigo mwepesi ule anaondoa. Itabaki ile mizigo mingine ambayo Bwana anakwenda kuishughulikia kupitia somo hili. Mpaka mwisho wa ujumbe huu hautabaki kama ulivyo. Ukiamini, 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 ukatamani, ukiamini. Wewe Pendo unajikaza, hebu njoo hapa mbele. Sogea mbele, kimbia. Ukiwa hivyo utabaki na hiyo mizigo miaka mingi sana. Nyosha mikono yako juu. Fungua moyo wako. Toka! Toka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Nyoka mwana wa majoka, tapika maisha yake, tapika afya yake, tapika uhai wake kwa jina la Yesu wa Nazareti. Luka, ondoka. Nyinyi sogeni hapa, nyinyi mliokuja hapa mbele, sogea hapa. Wote kwa pamoja sema, Yesu, sitakuwa mtumwa chini ya roho yoyote ile. Nitakuwa mtumwa kwako wewe peke yako. Na agano nitakalo litumikia ni agano kati yangu na wewe. Ninakataa kila agano lisilokuwa la kwako kwa damu yako Yesu Kristo. Pokea muujiza wako. Ulilolikiri na liwe hivyo kama ulivyokiri. Pokea muujiza wako. Ulivyolikiri likatokee kwenye maisha yako. Pokea kwa jina la Nazareti. Rika rabase. Ndio. Hata kama damu ya baba yake ilihusika, hata kama ya kwake ilihusika, agano halitasimama tena. Toka! Haya, kimbia na kumondoke haraka. Toka! Hebu fungua moyo wako. Unajua siko hapa kushindana na nafsi yako. Niko hapa kukusaidia. Niko hapa kukusaidia. Siko hapa kushindana na mawazo yako. Kuna kitu Mungu anataka kufanya juu yako. Naiona nguvu ya Mungu inakutamani wewe uliyeweka jiwe kwenye nafsi yako. Ondoa hilo jiwe. Pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bi Eliza, njoo. Msaidie wewe bibi. Mungu ananiambia karabakase kirabona rabo sakash katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Karabo shekisha, mbingu ziwe wazi kwa ajili yako, kukupa msaada. Karaba, msaada. Pokea kwa jina la Yesu. Msaada. Grace, njoo. Nisingependa uondoke nao leo kwenda nao wakavuruge biashara zako, wakavuruge kazi zako. Sogea huku kwa shauku kabisa. Ndio, imekwisha. Nyosha mikono yako juu. Imekwisha. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Dokta, sogea. Inuka. Muinue huyo. Karaba seke shakos. Karaba ndoro. Kuna nguvu ya Mungu inapita huko nyuma. Fungua moyo wako. Kuna mambo mengi ambayo bado sijasema, lakini nasikia hii ni hatua ya kwanza.
Mungu anataka kufanya. Hatua ya kwanza, pokea muujiza wako. Nyinyi mlioko ndani ya huyu bibi, miungu mlioshikilia maisha yake, chomoka haraka, toka. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Toka, achia. Paka kule miguuni, achia. Karabasekesh. Nyinyi mliokuja hapa, sogeni madhabahuni, sogea madhabahuni, sogea huko. Sogea madhabahuni. Nyosha mikono yako juu. Karabashe. Naomba ukae kule nyuma, unaweza kukaa. Yarabasekesha kos. Jesus, Jesus, Jesus. Aya, achia, kimbia, achia. Naongeza moto kupitia madhabahu hii. Naongeza moto juu yenu. Kimbieni, kimbia, kimbia. Funga kinywa, ondoka. Hatakuwa mtumwa tena. Hatakuwa mtumwa tena. Kuanzia leo hatakuwa mtumwa tena. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hatakuwa mtumwa tena. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea. Fungasha, kimbia. Karabakashe. Imekwisha, imekwisha, imekwisha. Funga kinywa, hakuna kulia hapa. Haya, ondokeni haraka. Kimbia, mwachieni. Haya, haraka muondoke. Haraka, kimbia. Fanyeni haraka. Hebu niangalie mimi. Naongea na wewe. Lete mikono yako hapa. Nyosha mikono yako hapa. Hakuna kwenda uwani. Nafunga hicho mtachotaka kumpelekea uwani. Chomoka! Toka! Atakwenda uwani mkiwa mmemwachia. Haya, mwachia haraka, haraka. Haya, ageni haraka, muondoke. Naongeza moto. Kimbia. Asante Yesu. Haya, nenda sasa. Nenda. Hebu shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigeregere. Bado mweke mkono, Gombo, mweke mikono huyo dada kichwani. Asante Yesu. Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu unawaza mawazo mema kwa ajili yetu. Asante kwa utukufu na nguvu zako. Asante kwa wema wako. Pokea sifa, heshima na utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.